ufalme wa Mungu kwa njia ya sadaka. Nikakupitisha kwenye vifungu kadhaa ambavyo Roho wa Mungu alinisaidia wakati naandaa somo, lakini pia nikakupitisha kwenye kipengele cha matokeo ya kujitengenezea nafasi katika ufalme wa Mungu. Matokeo ya kujitengenezea nafasi katika ufalme wa Mungu. Nikazungumza matokeo matano, nikafundisha hayo kadiri vile Mungu alivyonisaidia. Kwa ajili ya wale ambao hawakuwepo, nitakusomea haya matokeo machache ambayo yanatokana na wewe kujitengenezea nafasi katika ufalme wa Mungu. Tokeo la kwanza nikasema, ukishajitengenezea nafasi kwenye ufalme wa Mungu kwa njia ya sadaka, unatokea kuinuliwa na Mungu au kubarikiwa na Mungu. Kupitisha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 6, kazungumza habari za Ibrahimu. Lakini pia kitabu cha Zaburi sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 3, kafundisha hapo. Nikazungumza kwa habari ya Daudi aliyemwimbia Mungu Zaburi na nilizungumza kwa ndani kuhusu sadaka. Lakini jambo la pili kasema kupewa neema na nafasi nyingine ambayo haukustahili kuipokea. Kupewa neema na nafasi nyingine ambayo haukustahili kuipokea. Nikakupitisha kwenye kitabu cha Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza hadi wa 5, tukaangalia habari za Hezekia. Hezekia ilipofika siku ya kufa kwake, wakati malaika amempelekea habari za kufa kwake, Biblia inasema yeye aliomba akamwambia Mungu, kumbuka sadaka zangu. Akamwambia, kumbuka nilikutumikia, kumbuka nilijitoa kwa ajili ya kazi yako. Ndipo Mungu akasema, Hezekia, hautaweza kufa, badala yake nitakuongezea miaka mingine 15 kwa ajili ya utukufu wangu mwenyewe. Kwa nini nikakupitisha hapo? Lakini tokeo la tatu nikasema kujifungamanisha na Mungu kwa njia ya sadaka. Unajifungamanisha na Mungu kwa njia ya sadaka. Ni mengi ambayo Mungu ametusaidia, Mungu ametuvusha. Pale unapokumbuka kumtolea Mungu sadaka zako, unajifungamanisha na yeye kwa njia hiyo. Kwa hiyo usipuuze, kwa sababu pale ambapo Mungu amekubariki, anahitaji na wewe ufanyike baraka kwa wengine. Anahitaji ufanyike baraka kwa namna moja ama nyingine. Nakupitisha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 8:20 hadi 21, kazungumza kwa habari ya sadaka ya kujiungamanisha na Mungu. Lakini tokeo la 4 nikasema kuteka baraka na ahadi za Mungu aliye hai. Kuteka baraka na ahadi za Mungu aliye hai. Nakupitisha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 5, tukaangalia namna ambavyo unaweza kujifungamanisha na baraka za Mungu na ahadi za Mungu. Pale ambapo unatoa sadaka, unamkumbusha Mungu kwamba kuna watu waliotoa sadaka kama hii wakajifungamanisha na wewe. Tunajifungamanisha pia na baraka za Ibrahimu ambazo Mungu alibariki kwa namna ya kipekee kutokana na jinsi ambavyo alitoa sadaka kwenye ile madhabahu ambayo Mungu alimjalia. Lakini tokeo la 5 nikasema kupiganiwa vita ya kiroho dhidi ya ulimwengu wa giza. Unapotoa sadaka mbele za Mungu, unapoisemesha ile sadaka na kumkumbusha Mungu mahitaji yako kwa njia ya sadaka, unapiganiwa vita dhidi ya nguvu za giza. Mungu anasimama kukutetea dhidi ya maadui waliosimama kupigana na wewe, waliosimama kupigana na uzao wa kwako. Kakupitisha kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 30 hadi wa 40, tukaangalia kwa habari ya Eliya alipotoa sadaka yake wakati anashindana na miungu wa bahari katika lile taifa. Alitoa sadaka. Biblia inasema alipotoa sadaka, moto wa Mungu ulishuka kutoka juu ukailamba ile sadaka, ukalamba na yale maji, ukalamba na zile kuni. Biblia inasema baada ya hapo Eliya akawaangamiza wale manabii wa bahari, akawateketeza. Kwa hiyo sadaka yako itakupa uwezo wa kuwashinda adui zako walio kinyume na matakwa yako, au walio kinyume na makusudi ya Mungu yaliyopo juu yako. Yesu asifiwe.
Lakini pia nikasema kwamba kwa kumaliza jambo la kukumbuka, nikasema kwamba apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kama utapanda kwa Mungu kwa njia ya kumpenda, ukapanda kwa namna ya kipekee, kwa namna ya kumpenda Mungu, utavuna kulingana na vile ulivyopanda. Ukipanda kwa udogo, kwa uvivu, utavuna kwa uvivu kulingana na vile ulivyojiweka mwenyewe. Ukipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Kapitia hapo nikasema kwamba utasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7. Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu ametupa jambo lingine ambalo tutatembea nalo. Haleluya. Nafasi ya sadaka juu ya hatima yako. Nafasi ya sadaka juu ya hatima yako. Maisha yako ulionayo yanafungwa na sadaka. Ukienda kwa watu wa mataifa, hatima zao zipo kwenye sadaka za kafara. Hatima zao za utajiri, hatima zao za biashara kubwa zipo kwenye sadaka za kafara. Hatima zetu sisi kama Wakristo zipo kwenye sadaka ambazo Mungu ametubariki kuwa nazo, au kwenye kipato ambacho tuko nacho. Hatuna haja ya kutoa kafara, kwa sababu Yesu alitoa sadaka ya kafara kwa ajili yetu sisi. Kama watu wa mataifa wanatoa kafara, wanaua ndugu zao, wanaua watoto wao, wanachinja wanyama, wanachinja vitu ambavyo vina uhai kwa ajili ya kutoa sadaka ya kafara kwa miungu yao. Sisi Kristo amekwisha kutolewa kuwa sadaka ya kafara. Kwa hiyo kuna hatima iliyobebwa kwa sadaka Yesu iliyotolewa pale msalabani, lakini pia kuna hatima iliyofungwa na iliyobebwa na sadaka unaitoa wewe kama wewe kwenye madhabahu. Tunaona watu wanamshukuru Mungu kwa malimbuko, kwa namna ambavyo Mungu amewasaidia kupata kazi, kwa namna ambavyo Mungu amewasaidia kufanikiwa katika namna mbalimbali. Tunaona hao watu na tunawashuhudia nini, wanatafuta hatima za maisha yao kwa njia ya sadaka. Kuna watu ambao hatima zao shetani amekusudia wafe kabla hawajamiliki vitu fulani, lakini kwa njia ya sadaka zao, hatima ambazo shetani ameziweka kwa ajili yao zinaondolewa kwa njia ya hiyo sadaka zao. Yesu asifiwe. Ukimwangalia Hezekia, hatima yake ilikuwa imefika mwisho, maisha yake yalikuwa yamefika mwisho, lakini alipomwambia Mungu, kumbuka zile sadaka zangu, kumbuka utumishi wangu, kumbuka namna ambavyo nilivitoa kwa ajili ya kazi yako. Alipomkumbusha Mungu, ndipo Mungu akamwambia kwamba Hezekia, hautaweza kufa, hautaweza kuteketea leo, badala yake ninakupa miaka mingine 15 ya kuishi tena. Kwa sababu hiyo, ili uweze kumkumbusha Bwana pale unapokuwa umefika kwenye hatima yako ya mwisho, lazima uwe na kitu cha kumwambia Bwana, kumbuka kile kitu ambacho nilikufanyia. Je, wewe kama Mkristo una kitu gani cha kumwambia Bwana akumbuke kwa habari ya maisha yako? Pale unapofika hatua umeugua, upo hospitalini, haujiwezi, umelazwa, haujiwezi, hauwezi kuongea, una kipi cha kumwambia Bwana? Kumbuka ya kwamba nilikufanyia jambo hili, kumbuka ya kwamba nilitenda jambo hili, kumbuka ya kwamba nilikutumikia hapa. Una kipi cha kumkumbusha Bwana? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kujitoa kwa Bwana kuna kutengenezea hatima nzuri ambayo hata shetani atakapokusudia kuiharibu hataweza kuiharibu, kwa sababu sadaka yako imefanyika ulinzi kwenye hatima yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Sadaka ina nafasi kubwa kwenye hatima yako na ya kiuchumi, hatima yako ya uzao. Bwana asifiwe. Hatima yako ya kiuchumi imebebwa na sadaka. Ni kweli ulipanda ukavuna. Je, unamrudishia nini Mungu? Daudi akafika mahali, nimrudishie nini Bwana kwa wema wote alionitendea? Nimrudishie nini Bwana kwa matendo yake makuu aliyoyatenda juu ya maisha yangu?
Biblia inasema ya kwamba pale unapofanya agano la sadaka, unaweka agano na Mungu, na Mungu alimwambia Ibrahimu akasema, nami nitalithibitisha neno langu ya kwamba nitakubariki wewe na uzao wako. Ili uzao wako upate kubarikiwa, lazima utoe sadaka kwa ajili ya watoto wako. Mimi binafsi, hata kama bado sijaingia kwenye ndoa, bado ninaendelea kumtumikia Mungu na bado ninatoa sadaka kwa ajili ya watoto wangu. Ninatamani watoke wachungaji na manabii kwenye viuno vyangu. Kwa hiyo sadaka yako ndio itakayojitamani kiwango cha utumishi wa uzao wa kwako, kiwango cha kumtegemea Bwana kwa uzao wa kwako, ndicho kitakachojitamani kiwango cha imani ya uzao wa kwako au watoto wa kwako. Yesu asifiwe. Haleluya. Kama una mtoto na hujawahi kumtolea sadaka, nenda kamwambia Mungu akufundishe umtolee sadaka huyo mtoto, kwa sababu kizazi tulicho nacho leo na watoto tulionao leo wanaundwa na dijitali, wanaundwa na teknolojia. Usipowalinda kwa sadaka, utawakuta wameingia kwenye zinaa, utawakuta wameingia kwenye vitendo visivyofaa, utawakuta wengine wamejigeuza jinsia zao. Walio wa kike wanatamani kuwa wa kiume, walio wa kiume watatamani kuwa wa kike. Kwa hiyo hakikisha unawatolea sadaka. Wengine tumeokolewa kwa neema, hatujui hata kama walitutolea sadaka huko nyuma, hatujui, lakini neema ya Bwana imetutembelea. Baada ya neema ya Mungu kuingia kwetu, tukaamua kujitolea sadaka wenyewe ili tusimame kwenye nafasi kama Mungu aliyokusudia tusimame. Haleluya. Kwa hiyo kama hujawahi kumtolea mtoto sadaka, tolea sadaka. Na tamka kabisa, sema mtoto wangu nataka awe hivi. Kwa nini? Kwa nini Ibrahimu alipotoa sadaka Mungu akasema nitabariki na uzao wako? Hakumaanisha namna nyingine, alimaanisha watoto wake na watoto wa watoto wake na juu ya watoto wa watoto wa watoto wa watoto wake. Sio nimeeleweka kwenye lugha? Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Haleluya. Mwanzo 22 mstari wa 10 hadi wa 18. Tukusomea mstari mchache sana ili nikimbizane na muda. Haleluya. Mwanzo 22 mstari wa 10 hadi ule wa mstari wa 10 hadi ule wa 18. Mstari wa 10 Biblia inasema hivi: Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu wa pekee. Yesu sifiwe. Tanuka utasoma kwenye mstari wa 18. Hapo Biblia inasema, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibariki, na kwa sababu umetii sauti yangu. Yesu sifiwe. Uzao wako na mataifa watajibariki kwa sababu yako. Kwa sababu nini? Umetii sauti yangu. Kuna mahali ambapo unasikia sauti ya kuitwa kwa ajili ya utumishi au kwa ajili ya kazi ya Mungu. Vile utakavyojitoa ndivyo itakavyojitamani kiwango cha baraka juu ya uzao wako na kiwango cha mataifa kubarikiwa kwa sababu yako. Watu wanapokutazama namna hii, wakikuona wamuone Mungu ndani yako. Ili wamuone Mungu ndani yako, hakikisha umetoa sadaka kwa habari ya nafasi iliyobeba hatima ya maisha ya watu. Yesu asifiwe. Ibrahimu kwa sababu yake hatima ya mataifa ilionekana kuwa na baraka nyingi. Ndio maana mpaka leo tunaishi kwenye baraka za Ibrahimu. Tukimwangalia Ibrahimu namna alibarikiwa, tukijifunza kwake na tukatembea kwenye njia alizotembea Ibrahimu,
tunabarikiwa sawa na vile alivyobarikiwa yeye. Katika jina la Yesu. Kuna wakati hautakiwi kuwa wa kawaida kama watu walivyokuzoea. Kuna wakati hautakiwi kuwa wa kulazimishwa kufanya baadhi ya mambo, bali kwa kujitoa na kuamini ya kwamba Mungu atakuinua na atakubariki kwa viwango vya juu. Kuna wakati ukituona tukisimama madhabahuni unasema hawa watu kweli Mungu amewabariki na wamewapa vitu, wana vitu vingi. Sisi tunatembea kwenye neema ya baraka za Ibrahimu. Ndio maana ukituona utakuta tunafurahi hata kama kuna nyakati ngumu tunazipitia. Utatuona tunacheka hata kama ndani ya mioyo yetu tunaumia kwa sababu ya mambo yanayoendelea ndani yetu. Sikiliza, furaha ya Bwana juu yetu ni kuona kwamba tunatembea kwenye baraka. Ili utembee kwenye baraka, wewe na watoto wako, wewe na uzao wako, umebarikiwa kazi nzuri, umebarikiwa biashara nzuri, ni Mungu alikupa kupanda hapo, umevuna faida. Mkumbuke Mungu, kumbuka kumtolea Mungu. Tukimsoma kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 20 inapozungumza habari za Ibrahimu mpaka anakuja kumpata mtoto, kwamba alilia kwa muda mrefu kwa habari ya yule mtoto, lakini ilipofika mahali akapata mtoto amtoe kuwa sadaka ya kuteketeza. Ibrahimu hakusita, alitii. Yesu sifiwe. Unatii sauti ya Mungu mara moja. Si kwamba tuna vitu vingi, lakini vile ambavyo Mungu ametubariki, tumetii sauti ya Mungu mara ngapi? Ni kweli umefanya biashara umepata faida, umekumbuka kumtolea hata Mungu fungu la 10, umekumbuka kumtolea Mungu malimbuko. Ni kweli umezaa mtoto, Mungu amekubariki mtoto mzuri, amefanana na wewe, amefanana na baba yake, anasema mbili tofauti kwa wakati mmoja, na watu hawana wasiwasi kama Mungu kweli mtoto wa mtu fulani au vipi. Hawana wasiwasi. Je, umekumbuka kumrudishia Mungu shukrani? Umekumbuka kumwambia Mungu asante hata kwa habari ya mtoto aliyefanana na baba yake, hata kwa habari ya mtoto aliyefanana na mimi? Kwa sababu watu wakikutazama wakakuona upo tofauti na mtoto wako, wataanza kujiuliza huyu mtoto umemtoa wapi? Huyu mtoto imekuwaje? Lakini Mungu amekubariki, amekupa utulivu kwenye ndoa yako, umepata huyo mtoto, umekumbuka hata kumtolea Mungu sadaka kwa habari ya huyo mtoto. Je, umekumbuka Ibrahimu alipoambiwa amtoe mwanae Isaka kuwa sadaka, alitii ile sauti ya Mungu, akasema Bwana, nitakutolea kwa sababu umenipa. Lakini ukisoma vizuri, Ibrahimu alipokuwa na wajakazi wake anaelekea mlimani kwa ajili ya kwenda kumtoa Isaka sadaka, alipofika mwanzoni mwa mlima, Biblia inasema akatazama juu ya kilele cha mlima, akawaambia wale wajakazi wake ya kwamba niwakute hapa, mmoja niende mimi na Isaka tukatoe sadaka juu ya mlima. Ili alichokuwa nakwepa, alikuwa anataka hawa watu wasijue kwamba anaenda kufanya nini. Hata Isaka alikuwa hana habari kama anaenda kutolewa sadaka, alikuwa hana taarifa. Amefika pale, baba yake anamweka kwenye ile madhabahu, anamlaza kwenye ile madhabahu, ndio anakumbuka, anagundua hivi, kumbe nimekuja kutolewa sadaka hapa. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Biblia inatufundisha nini hapa? Tunatamani kufanikiwa, tunatamani kufanikiwa. Hakikisha hata rafiki yako haoni panda unalolipanda kwa Bwana, hajui ya kwamba wewe sadaka ambayo unampelekea Mungu ni sadaka ya namna gani. Tunapotangaza kwamba watu wametoa fungu la 10 kiasi fulani, hatumaanishi kwamba tunawatangaza. Tunachokitangaza ni utukufu wa Mungu, ili na wewe Roho wa Bwana akupe kusikia sauti ya Mungu kwa habari ya sadaka. Shangilia moyoni mwako. Maana yake pale unapotoa sadaka yako, maombi yako yawe sirini kwamba nimetoa sadaka hii, pamoja na kwamba watu wote wamejua nimetoa kiasi gani, lakini maombi yangu ni haya kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya uzao. Ibrahimu alibeba kitu kizito ndani yake. Mimi sijui Ibrahimu alikuwa anapitia wakati gani, alikuwa anajiuliza maswali ambayo atakwenda kukutana nayo pindi atakapomtoa Isaka kuwa sadaka ya kuteketeza. Na Bwana anajiuliza, anasema ili mtoe
wewe na watoto wako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sadaka inadhihirisha ibada ya kweli ndani yako. Sadaka ambayo unaitoa mbele za Mungu inadhihirisha ibada ya kweli iliyopo ndani yako, ibada ya kumpenda Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadaka ya kwako inadhihirisha ibada ya kweli iliyopo ndani yako ya kumpenda Mungu. Kwa hiyo upendo wa kwako sio tu kwenye madhabahu, hata kwa watu wanaokuzunguka. Unawatendea vipi hao watu? Unawatendea vipi hao watu wanapokuwa wanapitia shida na unajua kabisa huyu anapitia shida? Je, wewe sadaka yako kwao wale wanaitoa kwa namna gani? Au wale unafanyika baraka kwao kwa namna gani? Sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuwa na vipawa vya kuhubiri, huwa tunaitoa kwa ajili ya watu. Kuna mtu anakuambia kwamba nina shida fulani, ninahitaji uniombee, lakini nahitaji unipigie simu mwenyewe. Unaniuliza, huyu mtu ana shida lakini anahitaji mimi nimpigie simu. Kwa nini? Tunajitoa kwa ajili yao, kwa sababu ndivyo Bwana alivyotuita kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo hatima ya mtumishi wangu ni pale ninapojitoa kwa ajili yake kwenye mazingira ya aina yoyote. Pia ninavyofundisha mafundisho ya online, ninajitoa mimi kama mimi, ninaacha mambo yote kwa ajili ya Bwana. Wewe umewahi kujitoa kwa namna gani kwa ajili ya kazi ya Mungu? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Unaelewa moyoni mwako. Yesu asifiwe. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Paulo anasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, mtoeni mwili wenu iwe dhabihu takatifu yenye kumpendeza Bwana, ndiyo ibada yenu yenye maana. Yesu asifiwe. Kujitoa kwako ndiyo ibada ya kweli na yenye maana mbele za Mungu. Kwa hiyo hakuna maana ya ibada kama hakuna kujitoa. Hakuna ibada ya kweli kama hauwezi kujitoa. Mwezi wewe unaingia hapa kanisani na kutoka, lakini unatoka bila baraka yoyote, kwa sababu unaingia kwa sababu ni desturi, kwa sababu ni utaratibu, kwa sababu hata ukikaa nyumbani hauna kazi ya kufanya, ndio maana unaingia hapa. Sasa nikwambie, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Umefanikiwa kwenye biashara yako, toa sadaka yako, hiyo ndio ibada yako yenye maana. Hauna pesa, kuna kazi ya kanisa, utoe mwili wako kwa ajili ya kazi, toa nguvu zako kwa ajili ya kazi ya kanisa. Hiyo ndio ibada yenye maana. Paulo akawa anawaambia watu wa Rumi waitoe miili yao kwa ajili ya Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Siku zote ukaja ukamwona mtumishi ambaye akialikwa mahali anahitaji alipwe kwanza ndipo akafanya huduma, kimbia huyo mtu, mkimbia huyo mtu, kwa sababu huyu mtu ndani yake hakuna ibada yenye maana. Hata akija pale atakuwa anawafurahisha watu na sio kumfurahisha Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna mahali tunakwenda hatuna chochote, lakini tunaenda sio kwa sababu tunaenda kwa akili zetu, bali kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Ndio maana tunaenda hata tusipopewa chochote. Sisi hatujaji, tunachojua ni kwamba tumemjenga utukufu wa Mungu kwenye hiyo eneo tulipokwenda. Hata siku moja ukiondoka, watu watakukumbuka, watasema alikuwepo fulani, alikuja kwa unyenyekevu, pamoja na kwamba hatukumpatia chochote, lakini alitumika vizuri kwenye madhabahu. Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi asiyekuwa na faida. Faida yangu ni uzima milele peke yake. Na wewe faida yako ni uzima wa milele peke yake, na si milele. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Yesu asifiwe. Haleluya. Eliya alishindana na miungu kwa njia ya sadaka na akashinda. Miungu inayozunguka maisha yako ili uishinde, toa sadaka. Unateswa na magonjwa,
haiwezekani kupewa. Toa sadaka utapona. Yesu asifiwe. Watu wanasema haiwezi kuendelea, haiwezi kumiliki gari. Sikiliza, kwenye sadaka kuna siri ya mafanikio yako, kuna siri ya hatua zako kubwa zisizo za kawaida. Yesu asifiwe. Kwenye sadaka kumefungwa baraka za mataifa ambazo watu wakikuangalia wanaona kubarikiwa hata kabla haujawabariki. Mtu akikuangalia tu namna hii anaona kuna uwezekano wa kusaidika kwako hata kabla haujamsaidia. Nini kinachokutambulisha? Ni sadaka na si vinginevyo. Kinachotambulisha biashara yako ni sadaka. Kinachotambulisha heshima kazini kwako ni sadaka. Kuna watu hapa kanisani wana vyeo vikubwa, sio kwa sababu wanastahili, kwa sababu ya sadaka zao. Kuna watu wana kazi nzuri, sio kwa sababu wamesoma sana, bali ni kwa sababu sadaka zao zimefanyika ibada ya kweli ndani ya mioyo yao. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha mahali popote ambapo Mungu amekuweka nafasi iliyopewa hatima ya wengi, itoe sadaka. Umepewa nafasi ya kuwa mama kwenye hiyo familia, toa sadaka kwa habari ya hiyo nafasi uliyopewa. Umepewa nafasi ya kuwa baba kwenye hiyo familia, toa sadaka. Yesu asifiwe. Umepewa mchumba wa kiume au wa kike, toa sadaka kwa habari hiyo. Kama sio wa kweli, nakwambia sadaka inaondoa chochote ambacho ni kinyonge, ambacho hakustahili wewe. Mungu anakupa chenye nguvu, hata ukitoa sadaka vitaendana. Sikiliza, kuna wakati nikawa namuomba Mungu kwamba mimi umenipa hiki kipawa, nitaishi na mtu wa namna gani? Mungu akaanza kunipa maelekezo, nikaanza kuona hata mimi ninaye bado hana nafasi nzuri kwenye kile nilichobebeshwa ndani yangu. Nikatoa sadaka, yule mtu aliolewa bila sababu akaondoka kwenye maisha yangu. Mwingine akatokea naye, nikatoa sadaka, ikatokea ya kutokea mpaka leo mimi, kwa sababu sadaka inamwondoa mtu asiyestahili kwenye maisha yako, au adui yako anaondolewa kwa njia ya sadaka. Wewe ungekaa hapo unafikiri maisha ni rahisi. Hakuna kitu rahisi kwenye dunia. Hata Mungu anakuambia mimi nimeokoka na nampenda Yesu na ni muumbaji mzuri, lakini kuna mambo yakitokea hata kuomba inashindikana, hata kuita Mungu inashindikana. Biblia hii nikiishika hivi naona kama ni karatasi mbili tu, kitabu cha Mwanzo na Ufunuo na kitabu cha Ufunuo peke yake. Sioni cha kusoma, natafuta majibu juu ya kile ninachokipitia, sioni. Kuna muda inashindikana. Kinachosaidia mimi ni sadaka. Sadaka inasimama na muda wote, wakati wa machozi, wakati umekata tamaa, sadaka inasimama na wewe. Kuna muda unaona kusaliti, ila kukataa, unatafuta tumaini la Kristo kupitia neno. Haamani hatima yako imefika na sadaka. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Simama miguu yako.